Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana mazuri kwa upande wa wananchi Young Africans. Bado wapo katika mbio za kuhakikisha kwamba wanatetea mataji yao, lakini kufanya vizuri kabisa katika mashindano ya kimataifa. Ikumbukwe kwamba klabu ya soka Young Africans wana dhamira ya dhati kabisa kuhakikisha kwamba wanakwenda kuweza kulitetea taji la ligi kuu, lakini pia kuweza kufika kwenye anga za juu za ligi ya mabingwa barani Afrika. Sio tu kuishia katika hatua ya makundi. Sasa kuthibitisha hilo kwamba wamedhamiria, Young Africans wamefunguka wakisema kwamba dirisha dogo la usajili hili linalokwenda kufunguliwa siku si nyingi, wamehakikisha kwamba wanakwenda kupunguza wachezaji, lakini sambamba na hivyo kupunguza wachezaji pia kuna kufanya uongeze wachezaji wapya. Sasa kauli ya viongozi ambao imeweza kutoka, wametangaza majina ama orodha ya wachezaji ambao huenda wakapisha kwenye kikosi cha Young Africans ili kuja kufanya hapa nazungumzia kutoa wachezaji ambao walikuwepo na kuingiza maingizo mapya. Sasa orodha ya majina ya wachezaji ambao wamewekwa pembeni kwa ajili ya kutolewa dirisha dogo la usajili, kulingana na ripoti ya mwalimu kocha Pedro, imeweza kuwekwa hadharani, na majina hayo mimi nimekusogezea hapo, utakwenda kujua mwanzo mwisho nani na nani ambao wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans baada ya panga hilo kuweza kupita katika kipindi hiki cha dirisha dogo. Ila kabla sasa hatujaendelea kuweza kutajia majina ya wachezaji hao, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa wanatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachofanyika kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans ambayo kwa sasa inajikita zaidi kuhakikisha kwamba malengo yake ambayo wamejipangia kwa msimu huu wa 2025-26 yanakwenda kukamilika pasipokuwa na vizingiti vya aina yoyote, huku wakiweza kufanya maboresho ya kile ambacho kinapigiwa kelele na mashabiki pamoja na benchi la ufundi, hususan katika eneo la mwisho la ufungaji, ambapo kumekuwepo na changamoto sasa, hususan katika eneo hilo ambapo kumekuwa na mambo ambayo hayawafurahishi mashabiki. Young Africans wanajikuta wanatumia muda mwingi kwenye kutafuta mabao, na nafasi wanatengeneza ni nyingi kweli kweli, ila wamaliziaji ndio changamoto. Sasa katika orodha hii ya wachezaji ambao wanawekwa pembeni kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans katika kipindi cha dirisha dogo, kuna baadhi ambao wanatolewa kwa mkopo na wengine huenda wakaachwa moja kwa moja, lakini miongoni mwao unafahamu ya kwamba kwa sasa Atola Yao Kwasi anarejea tena kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Hivyo basi nafasi yake pengine unaweza ukashuhudia kwamba kuna mmoja kati ya wachezaji wa kigeni inabidi aweze kupisha ili kuweza kuingia katika mfumo, kwa sababu alikuwa ametolewa kutokana na majeraha ya muda mrefu ambayo yaliyokuwepo. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyota ambao wapo kwenye kikosi cha Yanga inabidi aweze kupisha ili kuweza kuangalia namna kuweza kufanya maboresho yao katika kipindi cha dirisha dogo, ambapo kwenye kikosi ambacho ama majina ambayo yametangazwa ambayo ya wachezaji wa kigeni sasa, ambao huenda majina haya
kati ya wawili ama mmoja anapaswa kuweza kuondoka, ama wametangaza ni wachezaji wawili ambao wamesajiliwa msimu uliopita, huenda mmoja wapo akaweza kupisha ama wawili kwenye kikosi hichi ili waweze kuingia wachezaji wapya. Miongoni mwa majina ambayo yametajwa ni pamoja na kiungo Musa Bala Conte. Hili ni jina ambalo miongoni mwa majina ambayo yalizungumzwa sana katika usajili huu. Pengine ndio usajili mkubwa ama tunaweza kusema ambao Young Africans walikuwa wakiweza kutarajia kwenye msimu huu, ni pamoja na usajili wa Musa Bala Conte, kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao waliimbwa kweli kweli na ilionekana kulikuwa na bato ya kumpata mchezaji huyu, lakini kilichokuja kutokea ni kama sintofahamu ama betting ya usajili ambayo imefanyika kwamba pata potea, unaweza ukapata na unaweza ukakosa, lakini Young Africans inaonekana kwa mchezaji huyu wamekosa kwa sababu ni moja. Kama issue ilikuwa ni swala la kocha, hapa nazungumzia kocha ambaye pengine Romain Folz ndo alioanza nao kwenye kikosi hiki cha Yanga cha msimu huu. Labda pengine tulisema ya kwamba labda kutokana na mwalimu pengine alikuwa falsafa zake aziendane na mchezaji huyo, pengine alikuwa akimtizama kwa jicho la pili sio la kwanza, labda pengine maana alikuwa anakosa nafasi. Lakini licha ya Romain Folz kuondoka, japokuwa amekuja na kocha mwingine Pedro, lakini nafasi kwa Musa Bala Conte imekuwa ni hadimu, licha ya kwamba mwalimu huyu anatoa nafasi sana, anafanya rotation ya wachezaji, lakini swala la Musa Bala Conte kuwa main ama kuanza kwenye kikosi cha kwanza linaonekana kuwa bado ni changamoto. Kwa hiyo huenda ubora wake mazoezini na mwalimu anachokiona hapati ile huduma ambayo ni stahiki, na anapopewa nafasi anaonekana kuwa ni moja kati ya wachezaji kama wenye msongo wa mawazo ama pengine kutokujiamini, kwa sababu mara nyingi amekuwa akipata mipira na kupoteza kirahisi, pengine kupiga pasi zisizofika na maamuzi mengine ambayo si sahihi. Kwa hiyo huenda naye jina lake likawa miongoni mwa watu ambao wakapewa mkono wa kwaheri. Lakini kuna jina la Celestini Ekua, moja kati ya mawinga ambao inaelezwa kwamba anapokuwa katika timu yake ya taifa ni moja kati ya watu hatari kweli kweli, lakini inapokuja katika swala la klabu yake Young Africans ambao ni klabu mpya, bado kumekuwepo na changamoto, hususan katika yale maamuzi ambayo yanayoonekana. Kwa hiyo huenda katika yale majina ya wachezaji ambao wa kigeni wakaweza kupisha pia lipo jina lake. Lakini jina lingine ni moja kati ya viungo ambao walitizamwa na wakaonekana kama wanafaa kutoka pale Stade Marine ya nchini Mali, ambapo anaitwa Alassane Kouma, miongoni mwa viungo wazuri kweli kweli, lakini alipotua kwenye kikosi cha Yanga bado nafasi ambayo ya kuonyesha kile ambacho iko nacho imekuwa ni hadimu kweli kweli kwenye kikosi hicho. Watu wanajiuliza kunani nini ambacho kinachomfanya Alassane Kouma ashindwe kuweza kuonyesha ama kung'ara kwenye kikosi hicho cha Yanga. Kwa hiyo mambo yanaonekana kwenda tofauti na vile ambavyo usajili ulitegemea, na kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia hayo maingizo mapya ambayo yanaingia kwenye kikosi cha Yanga yatakuwaje. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, niambie unaonaje maamuzi ya kuwaacha wachezaji haya yamefanya